Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu tena katika kipindi hiki uchumi ndani ya Uislamu, ambapo tuko naye Sheikh Abbas Aboud. Itakumbuka kwamba katika kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu elimu, na hivi leo tunazungumzia kalima al-Islam, yani Uislamu nini. Na labda nitaanza na hilo swali. Sheikh, watu wanasema dini ya Uislamu. Je, tunaposema al-Islam, neno Islam maana yake nini? Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Leo kama sikosei itakuwa ni kipindi chetu cha 4. Kuanzia tuanze mwanzo wa vipindi vyetu hivi venye mada ama inwan inayosema uchumi katika Uislamu. Na unaweza ukashangaa ama ukaona swali kwamba leo ni kipindi cha 4, mpaka leo hatujaona kuzungumzwa huo uchumi katika Uislamu. Naam. Mada zote zilizopita 3 na mpaka sasa ni 4, hakujazungumziwa kabisa habari za pesa ama habari za biashara ama habari za economy. Mnafahamu? Lakini kama utafuatilia vizuri vipindi vyetu kuanzia vilipoanza mpaka vitakapokomea insha Allah taala, utapata maarifa mingi sana yanayoambatana katika suala zima la uchumi ndani ya dini yetu ya Uislamu. Leo insha Allah taala tutajaribu kuangazia tafsiri ya neno al-Islam kwa kadri ya ufahamu wetu mfupi. Al-Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumza kwenye Qur'ani, asema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu. Yoyote yule ambaye atachagua dini isiyokuwa ya Uislamu. Na kwenye aya nyingine asema hakika dini inayokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-Islam ni Uislamu. Sasa kabla hatujakwenda kwenye neno Islam, turudi nyuma tuangalie neno halisi, neno maana yake halisi hasa ya dini. Maana ya neno dini, maana yake hasa ni nini? Ad-din ni lugha ya Kiarabu. Kwa Kiswahili sisi usema dini. Tukisema dini itakuwa bado hatujaachana na ile lugha ya Kiarabu. Bado itakuwa sisi twaita dini ni msemo na ni msamiati ule wa Kiarabu. Itakuwa hatujapata maana halisi au tafsiri halisi ya neno dini. Ad-din. Ad-din kwa lugha ya Kiarabu, Kiswahili wachambuzi wanasema ni mfumo wa maisha. Ad-din maana yake ni mfumo wa maisha. Hayati tunayoishi hapa juu ya mgongo wa ardhi, na kaburini pia kutakuwa na maisha, na kiyama yaumul mahshar pia kutakuwa na maisha. Sasa ad-din neno la Kiarabu. Kwa Kiswahili badala kusema dini yafaa tuseme ni mfumo wa maisha ya wanadamu ambao umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Hasa Mungu anasema inna dina, hakika mfumo wa maisha unaokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi hii, kaburini mpaka yaumul mahshar, al-Islam ni mfumo unaoitwa Islam. Sasa tukija kupata tafsiri ya neno dini, kisha ndo tutakuja tutafute tafsiri ya neno Islam. Sasa waman yabtaghi, na yoyote yule atakayechagua ghaira al-Islam, yani atakayechagua mfumo usiokuwa wa Kiislamu, bado pia hatujapata
tafsiri ya neno Islam. Al-Islam, Islamu bado ni lile neno la Kiarabu. Al-Islam maana yake ni peace, ni amani, ni utulivu, ni sakina. Ndio maana ya neno halisi ya Islam. Sasa yoyote atakayechagua mfumo usiokuwa wa amani, usiokuwa wa utulivu, usiokuwa wa sakina, usiokuwa wa starehe, usiokuwa wa pumbao, falan yukbala, Mungu hamkubali. Yani Mungu hakutuleta hapa halafu kisha akatuletea manhaji na mifumo ya faza, ya kufazaika, akatuletea na mifumo ya kuhangaika, akatuletea na mifumo ya kutoelewana, akatuletea na mifumo ya kukosa amani. Hakukuwa na makusudio hayo. Ametuleta hapa halafu akatuletea mfumo unaoitwa al-Islam. Al-Islam ni utulivu. Na labda kuna swali moja huwa tunajiuliza kwamba kuna dini nyingi, kwa mfano kuna Ukristo na kadhalika. Je, huu Uislamu ni nani aliyoanzisha? Yani kwa sababu mtu wa kawaida njiani ukimuuliza atakwambia Uislamu ni wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengine yeye ndiye mwanzilishi. Je, ni kweli hili ama huwa ni vipi? Hapana. Si kweli. Ingawaje sisi tuna imani ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ndio mtume wa kwanza na ndiye mtume wa mwisho. Tuna imani ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio awwalul khalqi, ndiye kiumbe wa kwanza kabla ya viumbe vyote tunavijua, kabla ya mbingu, kabla ya ardhi, kabla ya nyota, kabla. Kiumbe wa kwanza ni Mtume Muhammad. Kisha viumbe vingine vikaumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia nuru ya Muhammad. Ingawaje tuna imani hiyo, lakini dini ya Uislamu haijaanza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtume wa mwisho. Yani huu mfumo haukuletwa na Mtume Muhammad hivi alivyokuja kama nabii wa mwisho, khatamul anbiya. Hakuanza yeye kuuleta, bali ulileta kabla yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajadhihiri katika ulimwengu. Tayari mfumo huu uko, na ushuhuda ni pale Nabii Allah Adam alipoambiwa usile huu mti, akaja akala ule mti. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqan yakhsifani alayhima min waraq aljanna, wakaanza fazaa sasa kwa sababu ya ile kula mti. Nabii Allah Adam alirudi kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyofundishwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema fatalaqa Adama rabbahu kalimatin, akafundishwa namna ya kuomba toba. Nabii Allah Adam alikwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asamehewe na aghufiriwe kwa wasila wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwenyezi Mungu akamwambia, umejuaje jina la Muhammad? Umelipata wapi jina hili wewe? Akasema, nimeliona limeandikwa katika mlango wa pepo, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Nikajua ya kwamba hapana, huyu habari zake ni kubwa, wacha nitawassal na yeye katika kuomba wewe toba. Naam. Ikiwa leo asiyekuwa Muislamu akitaka kuwa Muislamu ni lazima apewe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na la ilaha hi illa Allah Muhammadur Rasulullah ambayo ndio kitambulisho cha kuingiza, kibali cha kuingiza katika dini ya Uislamu, imetanguliwa kuonwa na Nabii Adam ambaye ni Abul Bashar, ni kiumbe wa kwanza. Tayari akiamka hivi akifungua macho ameona la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na mtume huyo ambaye kibali chake wewe kuingia katika dini yake ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, itakuwa imeanza leo? La hasha, haijaanza leo. Naam. Labda tutakomea hapo kidogo, tuende kwa mapumziko mafupi. Tukirudi tutangazia zaidi kuhusu mambo haya ya Uislamu, tuelewe zaidi mbona ikawa ni Uislamu ni utulivu na leo sisi hatuna utulivu. Hapo baadaye. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika kipindi hiki Uchumi katika Uislamu ama Uchumi ndani ya Uislamu, na tuko naye bado Sheikh
Abbas Aboud ambaye anaendelea kutueleza mengi kuhusu Uislamu. Na tulipokuwa tumeenda kwa mapumziko, tulikuwa tunazungumzia kuhusu mambo ya Uislamu ulianza lini, ni nini maana ya Uislamu. Lakini kuna swali moja huwa linatatiza watu wengi sana. Siku hizi Uislamu umekuwa ukiwekwa na picha kama ambaye hakuna amani, ama kutokuwa na amani, kutovu wa amani. Kutokuwa na amani mpaka kibinafsi, yani kimoyo, pengine wewe mwenyewe pengine hakuna amani. Hasa swali ni kwamba ikiwa Uislamu ni peace, ikiwa Uislamu ni utulivu, mbona leo mimi kwa mfano sina amani? Naam. Al-Islam ina maana ya utulivu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchagulia mfumo wa utulivu. Na Waarabu wanasema al-aqlu salim, akili iliyotulia, fil jismi salim, ipo katika kiwiliwili kilichotulia. Taban, kama kiwiliwili chako kimetulia, hakina matatizo yoyote, hakina maradhi ya aina yoyote, haumwi na sehemu yoyote, basi na akili yako nayo itatulia. Lakini kama kiwiliwili chako kimeshambuliwa na malaria, akili yako haiwezi kutulia. Kweli. Kiwiliwili chako kimeshambuliwa na njaa, akili yako haijaweza kutulia. Kiwiliwili chako kimeshambuliwa na maradhi ya aina yoyote yale, ni stress zozote zile, akili yako haijaweza kutulia. Sasa ndipo hapa sisi tunapotafuta uchumi katika Uislamu. Leo ukiwaangalia Uislamu, maradhi makubwa walioshambuliwa nayo katika viwiliwili vyao ni maradhi ya ukosefu wa teknoloji. Maradhi makubwa walioshambuliwa katika viwiliwili vyao ni maradhi ya ukosefu wa sayansi. Maradhi makubwa walioshambuliwa katika viwiliwili vyao ni maradhi ya ukosefu wa siasa. Maradhi makubwa walioshambuliwa Waislamu katika viwiliwili vyao ni maradhi ya ukosefu wa elimu. Na mambo manne haya ndiyo gurudumu la kuupeleka ulimwengu. Hauwezi kuwa na peace, hauwezi ukawa na utulivu. Umesema kwa nini leo mimi mnakosa utulivu nafsi yangu? Utakuwa vipi na utulivu katika nafsi yako wakati kiwiliwili chako hakijatulia? Una mangapi ambayo yanahitaji katika kiwiliwili chako? Leo walala nyumba, ikifika tarehe 20 na pengine mambo yako si mazuri, hujajua shilingi 1500 ya kodi utaitoa wapi, usingizi kuanzia tarehe 20 wewe hauna. Leo shule zafunguliwa mwezi wa 5, mwingine atakwenda Nakuru, mwingine atakwenda Lamu, mwingine atakwenda wapi, una watoto watatu. Kama fare peke yake hujaziona, na wacha masala ya hesabu za fees, fare yenyewe kama hujaiona, huna amani. Huna amani. Sasa tatizo ni kwamba sisi kama Waislamu, wenzetu wasiokuwa Waislamu wamekuja kutupenyezea fikra katika dini yetu na kutuonyesha ya kwamba dini ni kando na maisha ni kando, na wakati dini ndilo daftari tulilotewa la kutuongozea sisi maisha yetu. Yani maisha yetu hapa ardhini yawe mazuri, basi tufuate mifumo ya dini vile inavyotaka sisi twende katika ardhi hii. Muongozo wetu ni ile dini. Ndio maana tukasema dini ni mfumo wa maisha. Sasa ikapenyezwa fikra ya kwamba dini ni msikitini, swala ndio dini, saumu ndio dini, funga ndio dini. Na kisha huku tukaambiwa walal akhiratu khairul laka min alula, nyinyi msiangalie kitu, angalieni akhira peke yake, msiangalie mambo ya dunia. Dunia nini si yenu, dunia ya wale,
nyinyi yenu ni akhira. Ikapenyezwa hiyo katika fikra zetu, ikawa hasa huna hamu wewe ya kutafuta dunia yako, ya kuipamba dunia yako, ya kuitengeneza dunia yako, ya kustawisha dunia yako. Ukawa wewe huna tena na hamu ya kutafuta maisha. Mnafahamu? Sasa tulivyokuwa hapa kwa hatuna tena hamu ya dunia zetu, ndipo pale tulipokosa ule utulivu. Na ukaleta swali ukasema, bwana wewe ustadhi, mvipi itakuwaje mimi ni Muislamu kisha na sina amani? Kuna shekhe mmoja asema, idha lam tazid shay'an fi hayatik, ikiwa katika maisha yako haya huzidishi kitu, yani katika huu uhai wako wewe, kuwa hai kwako mpaka kufa, hakuna kitu utakachozidisha katika maisha yako katika huu ulimwengu, basi fa anta zaidun fil hayati, wewe itakuwa ndio umezidi. Fanya maarifa upungue. Yani kama wewe hauzidishi chochote katika haya maisha, hivi unapumua katika uhai wako huu, hakuna unachozidisha, basi fa anta zaidun, wewe jielewe kwamba umezidi, yatakiwa upungue. Sijui nifahamu nazungumza nini. Watakana ufe kwa ufupi upungue, kwa sababu wewe huzidishi kitu, kwa hiyo wewe ndio umezidi. Tunataka wale ambao wako na wazidisha, waleta haraka, waleta movement. Zile haraka, zile movement ndizo zinazompatia mtu utulivu. Ikiwa hauna haraka na mfuko wako pia hauna haraka, na mwenye nyumba naye akija kwako hapati haraka, hauna utulivu. kweli. Lazima uwe na haraka wewe, na mfuko wako wewe uwe na haraka, na mwenye nyumba akija apate haraka. Hata kuulizi, kwa sababu ushampa haraka, ataenda ataharakika na habari ulizompa wewe. Lakini kama haumuharakishi wewe, utakuwa umezidi. Sasa yeye atakuharakisha kupunguza. Sijui umenifahamu? Sasa kwa hiyo utulivu pia hauwezi ukapatikana mpaka tuharakike, mpaka tutingisike. Unafahamu? Al-Islam maana yake ni peace, ni utulivu, na Mungu ametuletea mfumo wa sisi kuwa watulivu. Angalia leo sisi, baina ya sisi na wasiokuwa sisi Waislamu, Mayahudi na Manaswara, nani wenye utulivu katika maisha? Shekhe, wanatuuzia tu, sisi ni soko, wao wanauza tu. Sisi mpaka tuhangaike tutafute pesa tununue, kama silaha, kama vitu vya elektroniki. Maisha yetu yote wanatuuzia wao. Leo hivi sasa, angalia mfano mdogo tu, jinsi walivyolimiliki anga. Wewe hauwezi ishi bila simu, na matumizi yako ya simu unanunua kwao kila kitu. Yeye ametulia na kuuzia tu. Jiangalie wewe unapotafuta sasa kununua, yeye ametulia ya kuuzia, akuuzia. Jiangalie wewe na jitazame wewe unavotafuta kule kununua. Kweli. Sasa watu walikuja kutuondolea, wakatuonyesha kama bwana dini ni hii hapa: swala, kufunga, kutoa zaka, kuhiji. Khalas, hizo ndizo nguzo 5 za dini. Ukizishika hizo umeshika dini. Na kutoa zaka pia lazima utumie pesa ama utumie, lakini sasa umeambiwa pia uache pesa. Usanifahamu? No. Sasa hapa hii propaganda ilikuja ikaingizwa kwetu sisi, tukafanywa separate. Dini ni kitu kando na dunia ni kitu kando. Ni kitu kando. No. Ukitoka nje msikitini wewe hauko kwenye dini, upo sasa kwenye dunia. Waweza kwenda kichwa juu miguu chini. Mnafahamu? Ukiingia msikitini uko kwenye dini, wafunga zipu kila kitu, tawadhu ya nguvu, khushui, kimya. Naam. Sasa swala hili la kupata amani, mimi kama mimi kwa mfano, naweza nikafanya vipi ili nihakikishe kwamba ninachangia katika amani kwa mimi na kwa jamii? Naam. Wewe kama wewe, ili upate amani, ili upate utulivu, kuna mambo mengi sana ya kufanya. Angalia sisi
swala yenyewe yatufunza sisi kuharakika. Swala yenyewe yatufunza sisi tabia nzuri. Kwa mfano swala ya alfajiri. Swala ya alfajiri, wewe kama utaamka ukaswali alfajiri kwa jamaa, itakuwa katika watu hakuna aliamka mapema na wewe. Na ukiamka mapema, scientifically wenyewe wanasema ya kujenga kuwa na tabia nzuri. Ukiamka mapema utawahi kufanya mambo yako mapema. Kweli. Ukiamka mapema, hata kama hauna kibarua, umeamka haujui ufanye nini, lakini ukienda sehemu zinazofanywa harakati ukaenda kimapema, utapata harakati ufanye. Kwa sababu kunaweza kuwa kuna mwingine amechelewa, wewe ukachukua ile nafasi yake ukafanya kama kibarua kwa mfano. Umefahamu vizuri? Kweli. Umeamka mapema, umekwenda sokoni. Umeamka mapema, umekwenda bandarini. Umeamka mapema, umekwenda stage. Yaani umekwenda wewe kama wewe, hauna msingi wa kitu chochote. Msingi wako ni afya yako. Basi ukiamka mapema, umemaliza kusali alfajiri, umekwenda stage kubangaiza, basi utapata haraka. Kitambo ya mtu mwingine aje saa 2, ambaye yeye ndio nafasi yake, ndio namba yake, atakuja saa 2 kuanza kazi. Wewe umekwenda baada alfajiri, mpaka saa 2 itakuwa ushafanya kazi na ushajua wafanya nini. Sio yule mtu hayuko kwenye nafasi yake, yuko, lakini atakuja tu kuchelewa. Time zake anakuja saa 2 ama saa 3. Wako watu wa sampuli hiyo. Sasa wewe, nakueleza wewe ambaye unasema bwana, mimi hasa ili nipate utulivu na niweze utulivu ule kuugawanya mpaka kwa wenzangu, nifanye nini? Swala ya alfajiri yenyewe tayari ipo katika mafunzo makubwa sana ya uchumi wetu wa Uislamu, wa Kiislamu. Swala ya alfajiri, ule muda wa alfajiri tayari sisi ni mpana sana na una maana pana sana na unatengeneza sisi pakubwa sana. Ikiwa na sayansi wanakwambia ukiamka alfajiri ya kusaidia katika kutengeneza tabia nzuri. Sasa waonaje wewe katika jamii yetu ikawa hakuna mtu mwenye tabia mbovu, watu wote wana tabia nzuri? Wafikiri tungekuwa wapi kiuchumi? Kwanza wivi ingekuwa hakuna wevi. Matapeli ingekuwa hakuna. Mnafahamu? Sasa utakuta kila uovu ukiondoka, nafasi ile ambayo ilikuwa imekava uovu, uzuri waja unaingia, unakaa. Maana sasa la msingi ni wewe kuharakika, ni wewe kuamka mapema, kama Uislamu unavyokuambia kuamka mapema, ukaswali alfajiri mapema. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani asema aqimis salata, asema wasalatul wusta. Iko aya anasema kwamba na swala ya katikati, hafidhu ala salawati, watu wazihifadhi hizo swala, waziswali kwa nyakati zinazotakana. Wasalatul wusta, na ile swala ya katikati ambayo ni alfajiri. Swala ya kwanza ni magharibi, ya pili ni isha, ya katikati ni alfajiri, kisha tunamalizia dhuhuri na alasiri. Magharibi kwanza, kisha isha, katikati ni alfajiri. Swala si 5? No. 2 huku, 2 huku, katikati ndo moja. Haianzi, sisi wengi tulikuwa tunajua kwamba inaanza alfajiri. Swala ya kwanza ni dhuhur wal asr, alafu ndio. Hapana, swala ya kwanza ni magharibi. Kwa sababu wakati Kiislamu huingia magharibi, ile siku huanza magharibi. Kweli. Mnafahamu? Kweli. Sasa ile ndio swala ya kwanza, na ya pili ni isha. Ya katikati itakuwa ni alfajiri. Ndio maana Qur'ani inasema wasalatul wusta, ile swala ya katikati ihifadhiwe sana na watu wawe barabara kabisa na kwenda kuipata kisawasawa. Na ndio hata kuna mmoja katika ni mzungu gani huko, nasikia watu wasema na mashehe, asema bwana, Waislamu sisi watatuweza na watatuweza kutuangusha kabisa lao watafanya jambo moja tu, ile alfajiri wataiswali kama Ijumaa. Wasiokuwa Waislamu wameona ule uzito wa ile swala. Vipi inamjenga mtu na inamfanya mtu awe juu kabisa katika kila kitu. Asema sisi lao Waislamu watasali alfajiri kama wanaposwali swala ya Ijumaa. Msikiti ushone mpaka nje kule, hakuna nafasi, swala ya alfajiri hiyo. Sisi khalas wametuweza, hatutaweza kwa chochote. Sio, unaelewa? No. Na miongoni
mwa falsafa na hikma za ule wakati ni kwamba wewe unaamka mapema na akili yako inakuwa macho mapema, mwili wako unakuwa active mapema, na wewe ndio utawahi mapema kabla ya mwingine chochote kinachostahili kuwahiwa. Kwa sababu hata katika misemo yao au Waingereza wanasema the early bird catches the worm, yani yule ndege wa mwanzo yule ndiye anapata ule mnyoo. Hasa kichelewa mnyoo umeingia kwa sababu kuna jua, shengia ndani ya mchanga hawezi upata. Ule wa kwanza ndio anaupata. Sawa, sasa hayo tayari yamewekwa kwenye dini. Unaona bwana, watu imesisitizwa sana na mpaka yakatoka makemeo makali sana kwa bwana, mtu ambaye atakuwa anakosa swala alfajiri huwa ni miongoni mwa alama za mtu kwa mnafiki na nini. Yani kakemea vikali, mnafiki ni mtu mbaya sana, ni mtu mbaya hatari katika dini. Unaona bwana, yakanasibishwa na mtu ambaye atakuwa alfajiri haswali. Ni moja katika alama za mtu mnafiki. Naam, nafikiri leo tutakomea hapo. Tuna mengi sana ya kuzungumza kuhusu mambo haya ya Uislamu, lakini nadhani pengine umejifunza kama mimi nilivyojifunza katika kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia kuhusu Uislamu ama kalima Uislamu maana yake nini. Hadi kipindi kijacho inshallah tutakuwa naye tena Sheikh ambaye atakuwa tukizungumzia zaidi kuhusu mambo haya inshallah, na kwa leo tunakomea hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله.